Na Maroc anaweza kupata ukatili. Hamna kitu. Ndio kaajabu ajabu tukapeleka tu mkono hivi. Mpaka unasema wow. Nani riko? Kuna shuti? Ni nani? Jetrona. Mbona mwingize sauti? Na makabesiti. Na mwingize sauti mbona? Ndio mtashutije sasa. Na nikukaribisha kwenye matangazo ya moja kwa moja ambayo tutahusisha mechi ya J ya 3 City pamoja na Makabe City ambayo itakwenda kupigwa kwenye uwanja wa 14 zone, uwanja wa Save the Children. Na ikumbukwe kwamba ni derby kabambe ambayo ilisubiriwa sana, mechi za daraja la pili, mechi ambazo zimekuwa zikifanya vizuri na timu ambazo zimekuwa ni pinzani sana hapa nyumbani kwetu. Nikukaribishe tu kaa nasi Gwen Media kwa sababu ya kupata matukio ya mpira au mchezo huu wa kabumu ambao utakwenda kupigwa hapa kwenye mechi kwenye uwanja wa zone ya 14. Na kama ndio utakuwa round ya kwanza kutembelea kwa platform yetu, ni kusihi subscribe, share, like na comment, utakuwa umetisha sana. Karibu sana, nikukaribishe pia popote ulipo unapotazama kupitia screen yako, sijui unatazama kupitia simu ya mkononi, laptop au screen ya ukutani. Nikukaribisha sana kuangalia mechi ambazo zina full HD, mechi nzuri, mechi ambazo zinatengenezwa kwa ubora ili zikufikie popote ulipo, na tunakurahisishia. Nikukumbushe tu usisahau kusubscribe, kushare, like na comment. Utakuwa umeishi na Gwen Media, familia yako hii bana. Ni Mkongomani. Mlubu. Anasema ya na nikukaribisha tena kwenye matangazo ya moja kwa moja kwenye mchezo wa kabumu ambao unakwenda kupigwa kwenye uwanja wa zone ya 14, mchezo ambao tunahusisha timu mbili ambayo ni Makabe City na J3 Sports Club. Imekuwa ni foul ambayo imechezwa na mchezaji wa J3 Sports Club na imekuwa ni faida kwao Makabe City. Mpira utachezwa kuelekezwa katika lango la J3 Sports Club. Na wanakwenda kuanzisha J3 Sports Club kuelekea katika lango Makabe kuelekea katika lango la J3 Sports Club. Umekuwa ni mpira wa kurusha kwa faida ya Makabe City kuelekea katika lango la J3 Sports Club. Anakwenda kuokota the captain na anamwachia namba 14. Imekuwa ni corner kick. Corner kick ya kwanza kwenye mchezo wa siku ya leo, kuelekezwa tena katika lango la J3 Sports Club. Na anakwenda kupiga mchezaji namba 2 kutoka kwenye timu ya Makabe City, namba 2 ambaye ni Mwenge Samuel. Mwenge Samuel anaupandisha kuelekea katika lango, lakini imekuwa ni shoot off target, mpira ambao haujaleta madhara katika lango la J3 Sports. Na referee kwa tafsiri yake anasema kwamba imekuwa ni goal kick, huku namba 4 ambaye ni Stani akijaribu kuwafokea mabeki wenzake na kuwaelekeza nini cha kufanya kwa sababu ya kulinda mlango. Stani ameanzisha, unarudishwa kwa Stani. Bado wanao J3
Mchezaji wa J3 kachezewa Mazambi na umekuwa ni mpira wa kuelekea katika lango la Sami kutoka Makabe anajaribu kucheza lakini mpira unachezwa. Beki kutoka J3 Sports anajaribu kusave lakini umekuwa ni mpira wa kurushwa kuelekea tena katika lango la J3 Sports Club na anakwenda kurusha mchezaji ambaye ni kutoka katika timu ya Makabe City ambaye ni namba 14 mgongoni. J3 Makabe City ajaribu kumlamba Pavo Kanzu. Mchezaji namba 17 kutoka kwenye timu ya J3 City ka ukuma mpira na umekuwa ni mpira wa kuchezwa kuelekea katika lango la J3 Sports Club na anakwenda kuanzisha namba 4 kutoka Makabe City 14. Bavo kucheza kwa namba 6. Bavo kachezewa Mazambi na umekuwa ni mpira wa kuchezwa kuelekea katika lango la Makabe City. Anaanza Stani namba 4 mgongoni. Captain bado wanao Makabe City. Chenga nyingi za kutosha na umekuwa ni mpira wa kurusha tena kuelekea katika lango la J3. Mwenge tena kautupa ndani. Sami kaurudisha kwa Mwenge lakini 17 J3 wanaomiliki mpira kuelekea katika lango la Makabe City. Acheza na goalkeeper. Goalkeeper anaanza kwa namba 15 ambaye ni Sungura Kasanga. Makabe City wanao J3 kuelekea katika lango la Makabe City, lakini mabeki wapo makini, wanakuambia kwamba tunajua tulichokifuata hapa kwenye uwanja wa save. Sami namba 7 Chakweta tena kaucheza. Kasanga tena amecheza na goalkeeper ambaye ni Wilonja Mwenebato. Wilonja kauanza na Kasanga kaucheza mbele. Imekuwa ni kona kiki ya kwanza ambao wameipata J3 Sports Club kuelekea katika lango la Makabe City, na imekuwa ni kona kiki ya pili ya mchezo wa siku ya leo, na bado ni kipindi cha kwanza.
Wachezaji wa J ya tatu wakiwa wanajiandaa kwa sababu ya kutafuta goli la mapema, huku mabeki wa Makabe wakiwa wanajitahidi kulinda lango. Imekuwa ni mpira mbaya sana, lakini mabeki wamecheza vya kutosha ili kuziwia. Kasanga kaucheza namba 17 ambaye ni beki wa J ya tatu, cheza kwa namba 8 kwenye harakati za kutafuta namba 6, lakini goalkeeper amekuwa tayari ameuchomokea na tena ameucheza kwa namba 20. Anton imekuwa ni nafasi ya kipekee tena kuelekea katika lango la J ya tatu, lakini kachezewa mazambi namba 17 kutoka kwenye timu ya Makabe Suit ambaye ni Mtenjwa Hari, kachezewa mazambi na umekuwa ni mpira wa kuchezwa kuelekea katika lango la J ya tatu. Imekuwa ni lakini mpira umenyang'anywa. Samii kauanzisha kwa the captain. Samuel kajaribu kupiga, lakini imekuwa ni shoot off target, mpira ambao unaelekea malengo, na imekuwa ni goal kick kuanzishwa kwenye lango la J ya tatu Sports Club kuelekea katika lango la Makabe Suit. Anaanza kitungano namba 62 mgongoni, Stani namba 4 mgongoni, anamtafuta namba 17, namba 17, namba 12 mgongoni, kaucheza vizuri sana ambaye ni Jacques. Ameshikwa offside Bavo, na imekuwa ni offside ya kwanza ya mchezo wa siku ya leo, mechi ya majirani derby. Kila mtu upo makini kucheza kwa kuvizia, kutafuta goal na kuja kuziwia. Anakwenda kuicheza namba 15 mgongoni kutoka timu ya Makabe Suit ambaye ni Kasanga. Kasanga kaucheza Jack. Stani kacheza vibaya, lakini tuseme kacheza vizuri kwa sababu mpira ameutoa na umekuwa ni mpira wa kurushwa kuelekea katika lango la J ya tatu Sports Club. Namba 10 ambaye ni captain Ramadhani anawapeleka hadi kwenye box. Na umekuwa ni mpira hatari sana, lakini mabeki wamecheza vya kutosha. Namba 15 kachezewa mazambi. Namba 6 kutoka kwa timu ya J ya tatu ambaye ni Ibrahim amewaza Stani, lakini referee kamwambia kwamba tulia, calm down, mpira hauhitaji haraka, hauhitaji pressure. Amewaza Stani. DJ kayamwaga, lakini hajafikia malengo kama alivyokuwa anafikiria. Nafasi ya kipekee kwa Makabe Suit. Juma kaumwaga ndani, lakini Stani anamwambia kwamba ni vigumu mtu kutoboa hapa, kuna ukuta wa Mexico. Referee kasema kwamba imekuwa ni foul kuelekezwa katika lango la Makabe Suit. Na hii hapa ni media yako ambayo ni Igwen Media. Usisahau kusubscribe, kisha kulike na comment. Nyuma kamera bana yupo director mkali ambaye ni Master. Ni vigumu kumuona mbele ya screen yako, lakini ndio anakuboreshia kupata video ambayo ina full HD.
mpira wa kurusha, faida kwao J3 Sports Club. Anthony kachezewa Mazambi. Umemwagwa Ramadhani. DJ mpira umekuwa ni mpira ambao hautulii, unachezwa juu juu. Sijui ndo anacheza kwa kuvizia. Stani DJ Bavo kachezewa Mazambi. Kachezewa Mazambi na Okito ambaye ni namba 15 mgongoni kutoka kwa timu ya Makabe City. Kachezewa Mazambi na Okito Kasanga. Na Bavo ndo mchezaji pekee ambaye ni tishio kutoka kwenye timu ya J3 Sports Club. Ni mchezaji mwenye bahati kubwa ya kufunga mabao ambao ni mabao adimu pia kupatikana kwenye timu za hapa nyumbani kwetu. Haijalishi ni daraja la kwanza, la pili, la tatu hadi daraja la 4. Ni mchezaji pekee mwenye sifa na viwango vya kusajiliwa kuelekea kwa kucheza kwenye daraja la kwanza. Sema ni mtu pekee mwenye mapenzi na timu yake ya daraja la pili ambao ni J3 Sports Club. Stani kaucheza. Okito mchezaji ambaye ni beki wa kipekee na imekuwa ni nafasi hatari sana kuelekea katika lango la J3 Sports Club. Anajaribu kuwachenga na imekuwa ni shot on target, lakini tuseme goalkeeper alikuwa yupo makini sana na kulinda mlango wake. Anakuambia kwamba hapa ni ukuta wa Mexico brother, ni vigumu mtu kutoboa hapa. Goalkeeper namba 32 mgongoni ambaye ni Kitungano. Stani kaanza kwa namba 6 wake ambaye ni Ibrahim. Okito tena namba 15 mgongoni. Kaluta Rashidi kalimwaga ndani, lakini goalkeeper anakuambia ni mpira mzuri sana, afu ni mpira mchanga ambao hauna madhara kwangu. Stani kajaribu kulimwaga, lakini tayari mpira upo nje na umekuwa ni mpira wa kurusha kuelekea katika lango la J3 Sports Club. Ibrahim tayari imekuwa ni offside ambaye ameshikwa namba 10 Ibrahim kutoka kwenye timu ya Makabe City. Anacheza namba 12 kutoka kwenye timu ya J3 kuelekea kwa Bavo. Stani wameugusa, wameunawa namba 10 kutoka kwa timu ya J3 Sports Club ambaye ni Elias, na anakwenda kucheza Okito namba 15 mgongoni kuelekea katika lango la J3 Sports. Nafasi ya kipekee tena nimekuwa ni corner kick ya pili ambayo ameipata timu ya Makabe City kuelekea katika lango la J3 Sports Club. Anakwenda kujipanga mchezaji namba 10 ambaye ni captain, lakini mchezaji wake ambaye ni namba 2 mgongoni Mwambia captain, nenda tunakutegemea, ingia kwenye goal, tutafutie goli la mapema sana. Pia Mungu Mwibele chana kwa kujipanga kwenye corner kick. Kautupa. Nafasi ya kipekee. Lakini mchezaji kutoka kwenye Makabe City kaugusa. Stani kalianzisha kwa Jack Stani
Tupo upande wa pili kule. Hussein je kaukosa, lakini alijaribu kulimwaga Sami, lakini mpira umekuwa ni mfupi sana. Stani tena nao cheza namba 2, namba 10 ambaye ni Elias. Stani kwenye harakati za kumtafuta Bavo, lakini mpira umekuwa ni mrefu sana. Kutokana na utupaji aliotupa Stani, tafsiri ya soka refa amesema kwamba hiyo haipo. Alotupa Bavo na imekuwa nafasi pekee ya kurusha kwenye katika lango la J3 Sports Club. Cheza kwa Ibrahim, lakini imekuwa tena nafasi ya kurusha. Cheza kwa Ibrahim tena. Umeanzishwa kuelekea katika lango la J3 Sports Club, lakini DJ kasema kwamba mpira upite hapa. DJ tena kaukanyaga kuelekea mbele, lakini Okito anasema kwamba mimi ndo mwanzo na mwisho hapa. Refari kaamua kusimamisha mpira kidogo kutokana na fujo ya mashabiki. Kasema kwamba fujo na vurugu ya mashabiki na mziwia kutokufanya vizuri kwenye upande wake wa refari, wakati kaamua kwamba fujo basi zipige stop. Maana mashabiki bana wanajaribu kopi hali za mashabiki wa Atletico Madrid, timu kutoka Hispania huko. Okito kaucheza mbele, Stani karuka wa kwanza. Sami kacheza mbele na umekuwa ni mpira hatari sana, lakini 12 ambaye ni Jacques kacheza vizuri sana, namba 6 huyo Ibrahim kaucheza mbele. Bavo namba 15 mgongoni kashikwa offside nyingine tena. Kabumbu ya siku ya leo ni kabumbu yenye raza nzuri sana, mchezo wenye furaha. Ayopu utakuwa ujutie kusubscribe kwenye Igwen Media, fahari yetu sote, maana nakuletea matukio mengi hapa nyumbani, hususan matukio ya kimichezo kama kabumbu. Okito kaucheza mbele, Sami karuka wa kwanza, lakini Stani amekuwa ni mjanja zaidi. Elias kachezewa mazambi na amekuwa nafasi ya kipekee kuelekea katika lango la Maccabi Suit. Mpira umechezwa. Elias kaucheza ndani, nafasi ya kipekee Bavo namba 15 mgongoni, lakini namba 5 kutoka upande wa pili kauokoa. Wanao J3 umekuwa ni mpira wa kurusha tena kuelekea katika lango la Maccabi City, faida kwao J3 Sports Club. Bado
wanao, lakini refa akasema kwamba wamecheza madhambi na wameanzisha Makabe kuelekea katika lango la J3 Sports Club, huku kwenye harakati za kujaribu kumtafuta the captain ambaye ni namba 10 Mr. Ramazani Kaluta. Mpira ukawa ni mfupi na imekuwa nafasi ya kipekee kurusha kuelekea katika lango la Makabe Suits. Tayari wameucheza nafasi nyingine ya kurusha. Na pia nikaribisha hivi karibuni ligi ya daraja la kwanza na kwenda kuanza hivi karibuni. Usije ukapitwa na matukio mbalimbali ya kimichezo kutoka hapa nyumbani kwetu kupitia media yako hii ya Igwen Media. Tutakurahisishia kupata matukio yote ya hapa nyumbani ya kimichezo. Kwa nini usikuwa karibu nasi mwanzo mwisho ili uweze kunufaika na kufurahi pamoja nasi jinsi kama upo nyumbani tu unapofuatilia michezo na matukio mbalimbali ya hapa nyumbani kwetu. Imekuwa ni free kick kuelekea katika goli la Makabe Suits. Kipenga ndo kimepulizwa kuelekeza na limemwagwa hilo, lakini bahati mbaya Bavota alikuwa yupo down. Amekuwa ni mpira wa kurushwa kuelekea katika lango la J3 Sports Club. Kaluta, lakini Stani kampiga full stop. Stani kaumwaga mbele kumtafuta Bavo. Lakini Okito bana amekuwa ni beki hatari sana, mwenye sifa zote za kucheza kwenye mechi za daraja la kwanza, maana kwa kiwango chake ni anastahili kuelekea kwenye daraja la kwanza. Anakwenda kuanza, amechezewa foul mchezaji ambaye ni DJ kutoka timu ya J3 Sports Club, na imekuwa ni foul kuelekezwa katika lango la Makabe Suits. Anakwenda kuicheza Stani namba 4 ngongoni kutoka kwenye timu ya J3 Sports Club. Amekuwa ni mchezaji ambaye anashikilia namba 5, nafasi ya namba 5 kwenye timu ya J3, na amekuwa ni full stop. Pia ni mchezaji hatari sana. Anakuambia kwamba ukijipita mimi uhakika wa goli unao 30%, maana nafasi ya mbele huko utakwenda kukutana na Kitungano namba 62 mgongoni, ambaye amekuwa ni ukuta wa Jericho, ukuta wa Mexico. Ukuta ambao leta gumzo zidi ya Trump na watu wa Mexico bana. Stani anaocheza anamwaga kwenye kosa bana, lakini goalkeeper tayari anao na ameanzisha kuelekea katika lango la J3 Sports Club. Bavo anacheza na namba 6 wake ambaye ni Ibrahim, sijui ni Ibrahim Traore, rais wa Burkina Faso. Amecheza vizuri sana, amenimwaga kwa juu. Ibrahim kachezewa madhambi na imekuwa ni foul. Stani kacheza na goalkeeper. Sami anajaribu kufuata, umerudishwa kwa Stani tena. Jacques cheza na Bavo, lakini
mpira umekuwa ni mrefu sana na imekuwa nafasi ya pekee ya kurusha kuelekea katika lango la J3 Sports Club. Mchezo kwa naoza lakini mpira hujamfikia 14 anao, lakini Jack kwa ameshinao na amechezewa foul na mchezaji kutoka kwenye timu ya Maccabi City. Stani kaumwaga mbele, umekuwa ni mpira kurusha tena kwa mara nyingine kwenye katika lango la J3 Sports Club. Nafasi nyingine tena ya kurusha kuelekea katika lango la J3 Sports Club. Anakwenda kurusha namba 2 ambaye ni Mwibelecha Biamungu. Mpira anao Samuel, pia tena imekuwa nafasi ya kipekee. Bado wanao Maccabi City. Okito Ibrahim Traore. Ibrahim Kaluta, napenda kumuita Ibrahim Traore kutokana na ni mtu ambaye anatulia kwenye mchezo wa kabumbu. Hana maamuzi ya haraka kama marais wengine wa Afrika. Didier nacheza na Jacques. Didier Jacques kautupa mbele lakini haujafikia mlengwa, na wanao tena Maccabi City. Amekuwa ni mpira wa kurusha tena kwenye katika lango la J3 Sports Club, na anakwenda kurusha Mwibelecha Biamungu kutoka timu ya Maccabi City. Mpira unachezwa na wanao tena Maccabi City. Okito kacheza utumbo sana na anao namba 10, lakini kacheza maharage ududu sana, kacheza ndivyo sivyo. Kaucheza mwenye Bato Wilonje. Jacques kacheza kwa namba 6. Ibrahim ajaribu kuwachenga vya kutosha sana Ibrahim, lakini mpira wake haujaleta faida yoyote sana, na umekuwa ni mpira kurusha kuelekea katika lango la J3 Sports Club. Anakwenda kucheza namba 14 kwa timu ya Maccabi City. Anakwenda kurusha Mwenge Samuel.
Ilikuwa ni on target lakini walienda kutoka kwa makini sana. Na imekuwa ni kona kitu nyingine faida kwa njia ya Sports Club. Anataka kupandisha namba 14 mgongoni ambayo ni Ramadhani. Ramadhani anafanya kuachia kona kick. Huku baada sikumana za wachezaji kwenye goal, anataka kuambia kwamba hapa tuko kwenye mchezo ambao ni mchezo wa kabumbu. Jaribu kwa pole. Ramadhani anaachia kona hatari sana. Namba 7. Ramadhani tena. Kwa style. Ini bato. Kaanza na namba 11 ambayo ni Jiji. Hussein. Kuachia ndani. Baho namba 15 ngogoni tunajata sana. Musa na imekuwa ni kitu kwa salamu la Sports Club. Kwa kwa kucheza na Jamhuri ya Medecha katika salamu la Sports Club. Okay. Acheza mbele kwa Baho. Na amefanya mpira wa kurusha kwenye salamu la Makam City. Anakwenda kucheza kwenye Shark. Baho anafikia kama kawaida. Baho chenga lakini ukiona kwamba kupita hapa ndio sawa au ulisha kwa ishara. Shark anamwaga ndani. Bado wanaanza Sports Club. Mendelea stadi. Imekuwa ni kona kick. Kuelekea katika lango la Sports Club. Baada ya stadi kukosa control ya ball. Na hesabu nyingine kwenye upande wa Maccabi City anaingia namba 3. Anatoka namba 20 ambayo ni Anthony Ali. Nje na hapa tayari soka imekuwa ni goal kick kuelekea katika lango la Maccabi City.
mengi tukiwa kwenye mchezo wa siku ya leo. Amecheza mazani mchezo kutoka kwenye timu ya Makabe na amekuwa mfedi kuelekea katika lango la ya Sports Club. Na itakumbuka kwamba mchezo wa leo ni mchezo mgumu ambao unachezwa kati ya Club na City. Ni kundi la Porto na makosa mgongoni anaumwaga ndani. 14 ambayo ni ndani kwa kwamba kutafuta bao. Lakini kwa ni kushikilia siku ya leo ambapo mchezo kwenye timu ya Sports Club ndio kwamba mahali hapo sio leo kuja yaona na nakwenda kurusha Hussein na masika mlongoni. Okito ni wanaocheza Musa Jones kutoka Makabe City na kwa timu mpira wa kucheza katika lango na Makabe. Stop Wastani anacheza mbele Elias Mwana Ramadhani nimekuja kuonyesha katika lango la Sports Club alikuwa kuonyesha mbele ya Ramadhani sababu nyingine anaingia mchezo namba 18 mgongoni wa ya Sports Club ambaye ni Dunia na anatoka namba 6 ambaye ni Ibrahim. Mchezo ambao umechezeshwa Mone Bato anaweza na namba 2 ambaye ni Jamo Mbelecha Jamo stop Sabe lakini pia vile Samuel kacheza mazambi na alikuwa ni foul kwa njia katika lango la Makabe City. Mchezo umechezeshwa katika lango la City. Alikuwa bao kama 15 mgongoni. Na pale ni mpira wa kurusha kwenye lango la Makabe City. Alikuwa kurusha mchezo mbele kwa 16 mgongoni kwa timu ya Sports Club ambayo ni Hussein. Ya Okito. Ambaye ni Ramadhani. Kama kawaida mchezo wa soka kwa mchezo
wanaamini kishamba kuliko wachezaji wenyewe. Mshike huko kupiga madao kwenye goli ambayo hayana uhakika. Ramadhan akitaka kujikoa kwa sababu ya kuiwasha kuatia ndani ya goli. Mekani shoot off sita mwonekana nje na leo na anakwenda kuianzisha kipa namba 31 ambaye ni Webato Wilonja cheza na Okiko kaya sana lakini ndio tayari anashindana. Amecheza vizuri sana lakini sasa kocha huko kwa pili makasiti sana cheza mbele Tachelewa madhambi kutoka timu ya South na amefanya foul ambayo itacheza katika lango la Jeta Sports Club. Huko namba 7 kutoka kwenye timu ya Jeta Sports Club ikiwa kadi ya manjano ambayo ni Lumumba Tanzania kaiwa sawa. Mchezo umechezeshwa katika lango la Jeta Sports Club. Mabeki wa mchezo unakwenda kama ngoja mbele sana lakini tayari ni kwa offside. Ni dakika za kuelekea kwenye dakika za mwishoni. Dakika za kutafuta mshindi ambaye ataibuka na pointi 3 ya leo kusubiri hatua inayofuatia. Lazima tuibuke na mshindi siku ya leo atashindana kwa dakika 90 mikojo ya penalty kwa Mabula ambaye ni Beleza au achia ndani. Umekuwa ni mpira wa kurusha katika kati ya tena la timu ya Jeta Sports Club. Anarusha Beleza tena. Pale namba 3. Cheza na namba 10 ambaye kete Ramadhan. Umekuwa ni mpira wa kurusha kama nyingine. Na ni sababu nyingine ambayo anafanya kwenye timu ya Jeta Sports Club ambapo anatoka namba 4 ambaye Stani na anaingia wachezaji namba 10 na saba ambaye ni Mbele Chapia. Tanzania kuna Mbele Chapia ambaye anafikiria namba 2 kwenye timu ya Makamsiti yuko kwenye timu ya Jeta Sports Club. Kuna Mbele Chapia tuseme achana ni yale yanazunguka pale kwenye familia. Unajua kwamba wote ni watoto wa mtu mmoja, familia moja, timu za papa ni Marekani ndio maana sometimes unaweza kaona majina kama yanafanana na mnaendana. Namba 3 ni mmoja ndani kwa Samini na Masita anajaribu kutafuta. Imekuwa ni shoot off target na inakuwa ni goal kick kutoka kwa la Makabe City. Sababu nyingine upande wa Makabe City anatoka Samini mchezaji namba 17 mgongoni na anaingia mchezaji namba 9 mgongoni. Wachezaji namba 9 wote wanabadilika nje. Lakini namba 45 bado anaweza kucheza kama kawaida. City. Alipokuwa kujaribu kupata nafasi za watu ambao bado wamefanyiwa sana lakini bali mlango kuna kitu sana. Ndio hapo kwa lango la Makamsiti.
daktari wa makamisi kama daktari ambao wajaja sana au kuna kuna mmoja ambaye anachezea mchezo wa pasaba wa Asia Sports Club kwa kadi ya manjano kwa sababu amekuwa kulifanya kama kwa dawa nyumbani kwa bado kutoa maji inaisha ni kama kutoa maji Mpira kurusha pia katika lango la Asia Sports Club. Imekuwa ni kitu kuelekea katika lango la Maccabi Seeds. Na kwa kuanza mchezo wa mpira wa miguu. Mwalimu ambaye ni mmoja anasema cheza na Jack bado namba 17 kajaribu kusukuma ndani. Cheza kwa Jack. Beki hatari, beki matachani sana kwenye timu ya Maccabi Seeds. Timu ambayo inacheza daraja la pili. Okito tena. Mchezaji mwingine wa timu ya Asia Sports Club ambao ni namba 12 Mbogoli anacheza muda mrefu lakini anasema uchovu. Ameruhusu pia mchezaji wa timu ya Maccabi Seeds akiwa anajaribu kutoa matibabu kutokana na tatizo la misuli sana ambaye ni Okito na bakula kama Mbogoli beki matachari sana. Mchezaji mwenye kazi ya kucheza ligi ya daraja la kwanza. Na zinapenda kuongeza dakika 3 za mchezo. Dakika 3 za nyongeza ili kwenda kwenye vipaji ya penalty ili kumpata mshindi atakayeibuka na pointi 3 za siku ya leo huku ikiwa bado ni 0-0 dakika 90 na wanachezea dakika 3 za nyongeza ili kukamilisha mchezo ndani ya dakika 90 huku tukisubiri mikwaju ya penalty. Baada ya kucheza madhambi na mbele mpira kwa lango la Asia Sports Club. Anakwenda kucheza namba 2 ambaye ni Mungu Mwigerecha ambaye galia namba 2 Mbogoli. Mwigerecha anauana kucheza kujaribu kusukuma katika lango lakini kipa ambaye ni namba 7 Mbogoli kitungano na namba 10 ndio sana. Na Maccabi Seeds lakini mabeki wako makini sana wanajua walichokifuata. Na imekuwa ni goal kick. Goal kick.
kupiga mguu wa zabu, mguu wa kushoto. Imekuwa ni foul kurejea katika lango la na pia mchezaji wa Maccabi Street ambaye namba 4 Mr. Aaron Sungura katika kadi ya manjano kutokana na foul aliyocheza dhidi ya mchezaji wa Asia Sports Club. Huko madaktari wa Asia Sports Club wakiitwa lakini kwa sababu ameamka jioni. Kucheza mchezo namba 4 ambaye ni Ramadhan. Ilikuwa katika lango. Ramadhan kauanda na hata kidogo sana. Lakini namba 4 ambaye ni Aaron Sungura safe coach. Na kama nilivyokuambia shangaa nyumbani kwetu kuona watu wanaitwa Sungura. Ni kawaida ajipaka wako, mbuzi kina nyagomani wako, ni mambo ya kawaida huko nyumbani kwetu tunafaidika kama na hivi. Na inakuwa ni kona kick inachezwa kwa katika lango la Maccabi Street. Bejea anajaribu kuingia lakini Okeke short of target kwenda nje na malengo. Na imekuwa ni goal kick kwa nafikiri ya soka. Tukumulika kuinonja akipanga ili kucheza na namba 4 ambaye ni na dakika 90 za mchezo umekamilika kwenda kushuhudia kwenye hatua ya mapema ili kumpata mshindi atakayebuka na pointi 3 za siku ya leo. Ni kawaida kumpata mshindi siku ya leo kati ya Asia Sports Club na Maccabi Street. Mchezo ambao Maccabi Street alikuwa kucheza hapo amefunga kwa bao 1-0 huku Asia Sports Club alipita